Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe, na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ni wakati wetu pendwa wa kipindi cha Roho, wakati na Roho Mtakatifu. Nitakuwa nafundisha somo linaitwa kukulia wokovu. Kukulia wokovu. Nimekuwa nikipata maswali mengi, watu wanataka kujifunza. Bwana, tumeokoka, tunakuaje kwenye wokovu? Basi nikasema niandae somo hili ambao naamini litakuwa baraka kwako. Sio wewe tu, na watu wengine wengi ambao watataka kujifunza siku za baadaye, wakitaka kujua ni kwa namna gani wanakuwa kiroho. Kwanza, ukuaji ni sifa ya kiumbe hai. Tunasema one of the characteristics of living thing is growth. Kwa hiyo tunategemea binadamu akue. Kukua na kuongezeka ni sifa ya kiumbe hai. Kwa kama kukua na kuongezeka ni sifa ya kiumbe hai, wokovu unapatikana mara moja tu. Mtu anapomwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, mara moja hapo hapo anapokea wokovu, anapokea uzima wa milele. Yesu anakuwa Bwana na anakuwa Mwokozi wa maisha yake. Lakini kukua kiroho, it is a gradual process. Ni jambo la muda mrefu, sio jambo la siku moja. Ni kitu ambacho kinachukua muda mrefu kidogo. Ndio maana tuna wajibu huo. Biblia inasema kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, ile ni sura ya 2 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogushiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Mtume Petro anasema watoto wachanga waliozaliwa wayatamani maziwa ya akili yasiyogushiwa, ili kwa hayo wapate kukulia wokovu. Kumbe tunajifunza kwamba kwenye kumjua Mungu na kwenye kumfahamu Mungu kuna kukua na kuna kuongezeka, na ni wajibu wetu binafsi kukua na kuongezeka. Tunaokoka siku moja. Unaposema tu ile sala baada ya kuamini kwa moyo na kukiri kwa kinywa, tayari unakuwa umeokoka. Lakini kukua kiroho ni jambo ambalo ni endelevu, na hilo ni wajibu wetu sisi. Hakuna mtu ambaye, kama ambavyo kwenye maisha yetu ya kimwili hawezi mtu akala chakula kwa niaba yako, akala vitamini, akala protein, akala carbohydrates na aina nyingine ya vyakula kwa niaba yako, afu wewe ukakua. Hivyo hivyo kwenye maisha yetu ya kiroho, ni wajibu wako binafsi wewe kufanya baadhi ya mambo ili uweze kukua kiroho. Na kukua kiroho kuna faida nyingi sana. Kuna faida nyingi sana, kwa sababu at the end of the day tunatakiwa tukue. At the end of the day tunatakiwa tuishi kama wana wa Mungu, tusiishi kama watumwa. Biblia inasema mtumwa awapo mtoto. Anasema mtoto japokuwa yeye ni bwana wa mambo yote, lakini anaishi kama nani? Anaishi kama mtumwa. Biblia inasema mrithi awapo kama nani? Awapo kama anapokuwa mtoto mdogo. Anasema japokuwa yeye ni bwana wa mambo yote, lakini anaishi kama mtumwa. Kwa sisi kama watoto wa Mungu, sisi ni warithi wa baraka nyingi sana za Mungu kwenye maisha yetu. Mungu ametuahidia vitu vingi sana kwenye maisha yetu, lakini tunapokuwa watoto wadogo bila kukua, tunaishi kama watumwa. Tunashindwa kutembea kwenye zile baraka, tunashindwa kutembea kwenye ule utele, tunashindwa kutembea kwenye yale mafanikio, tunashindwa kutembea kwenye ule uungu ambao Mungu ameukusudia. Sisi Mungu anatamani tuishi maisha ambayo ni supernatural, sio natural tena. Kwa nini? Kwa sababu ndani yetu tumempokea Mungu aliye muweza wa yote, Mungu mwenye nguvu yote, Mungu mwenye mamlaka yote. Lakini Biblia inasema mrithi awapo mtoto, ijapokuwa yeye ni bwana wa mambo yote, anaweza akaishi kama mtumwa. Kwa ili kuepusha sisi kuishi kama watumwa, ili kuepusha sisi kuishi maisha kana kwamba ni watoto wa kambo wa Mungu wetu, tuna wajibu wa kukua, na huko kukua ni wajibu wetu sisi binafsi. Moja ya kitu ambacho tunategemea, mzazi yoyote anategemea anapokuwa na mtoto, anategemea kumwona mtoto wake akiwa anakuwa, anategemea kumwona mtoto akiwa anaongezeka. Na ndio sababu mzazi anapokuwa amezaa mtoto, anakuwa kuna expectation yanazo kwamba huyu mtoto akifika mwaka mmoja atakuwa hivi, akifika mwaka mmoja na nusu atakuwa hivi, akifika miaka 2 atakuwa hivi. Itakapotokea mtoto amefika miaka 5, alafu hakuna ukuaji wote ambao unaonekana,
lazima mzazi atafute msaada wa haraka, kwa sababu anajua kwamba kuna kitu hakipo sawa. Kwa hata kwenye maisha yetu ya kiroho, Mungu anapotuokoa na anatupa neema ya kuwa watoto wake, anategemea kutuona tukiwa tunakuwa. Sasa ni hatari sana kama unakuwa tu mwili, alafu kiwango chako cha kumjua Mungu hakiongezeki. Kitabu cha Luka Mtakatifu, ile ni sura ya 2, mstari wa 53, mstari wa 52, tunaambiwa maneno ya Bwana Yesu. Biblia inasema hivi: naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na kuwapendeza wanadamu. Yesu alikuwa katika hekima na kimo. Kukua katika hekima ni maanake ni kuongezeka katika Mungu, ni kumjua Mungu, ni kumfahamu Mungu. Kwa kadiri ambavyo unazidi kuongezeka katika Mungu na kumjua Mungu, ndivyo ambavyo hekima yako inaongezeka, kwa sababu Mtume Paulo anatuambia kwamba Yesu Kristo ni hekima yetu. Yeye ni nguvu ya Mungu kwetu na ni hekima yetu. Jina lingine ya Yesu ni hekima ya Mungu, wisdom of God. Tunamwona Yesu alikuwa katika hekima na katika kimo. Ninakuombea katika jina la Yesu, miaka yako inavyoongezeka, unavyofurahia birthday yako, usifurahie tu birthday, unaongezeka kimo, mwili na vitu vingine. Hakikisha pia kiwango chako cha kumjua Mungu kinaongezeka. Kwa sababu nini? Hayo ndio mapenzi ya Mungu, wakujue Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu aliyemtuma. Tunahitaji kukua kiroho, na ni wajibu wetu binafsi kuhakikisha kwamba tunakuwa kiroho. Wokovu ni swala siku moja, lakini ukuaji ni endelevu. Mungu anataka tukue mpaka tufikie cheo cha juu kabisa, na ndio maana Mungu ametuleta sisi watumishi wa Mungu. Mungu ameleta mitume, ameleta manabii, ameleta wachungaji, ameleta wainjilisti, ameleta na walimu. Lengo lao kubwa ni kuwafanya watu wakue. Kitabu cha Waefeso sura ya 4 kuanzia mstari wa 11 mpaka 16. Anasema naye alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa wachungaji, wengine kuwa walimu. Anasema mstari wa 12, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kumbe Mungu ameleta hawa watu, kazi yao kubwa sio kuziita hizi title, sio kuitwa mwinjilisti, kuitwa mchungaji, kuitwa mwalimu, kuitwa nabii, kuitwa mtume. Kazi kubwa, Mungu anataka sisi tufikie kimo cha juu cha utimilifu wa Kristo. Lengo lake ni nini? Mstari wa 14 anasema hivi: ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Lakini mstari wa 15 anasema tuishike kweli katika upendo na kukua, hata kumfikia yeye katika yote, yeye aliye kichwa, ambaye ni Kristo. Mungu anataka tukue. Ndio maana nakuletea mafundisho ya namna hii. Kwenye maisha, ukuaji ni jambo endelevu. Ukiona umefika hatua ya kusema mimi najua kila kitu, sihitaji tena kukua, ni wakati ambao haujui chochote. Ndivyo ambavyo Mtume Paulo anasema. Wakorintho wa kwanza sura ya 8 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema hivi: mtu akidhani ya kwamba anajua neno, huyo hajui neno lolote bado kama impasavyo kujua. Wakati ambao unafikiri kwamba mimi tayari namjua Mungu vya kutosha, sihitaji kukua tena katika Mungu, huo ni wakati ambao wewe hujui neno lolote. Kwa unahitaji kujifunza ili uweze kufanya nini? Kukua na kumjua Mungu. Mimi ninaamini hata Yesu tunasema alianza huduma akiwa na miaka 30. Miaka mingine Yesu alikuwa anafanya nini? Miaka mingine Yesu alikuwa anakuwa. Na ndio sababu alipopewa kitabu cha nabii Isaya baada ya kukua, Biblia inasema akafungua mahali palipoandikwa Roho wa Bwana yu juu yangu. Alijuaje kama kuna hiyo habari imeandikwa kuhusu yeye? Alikuwa amekua, alikuwa ameisoma. Kwa hiyo kukua ni wajibu wetu. Yesu mwenyewe alikuwa katika hekima na kimo.
Sasa ndugu yangu, usiongezeke tu kimo, hakikisha na hekima inaongezeka, na hekima ya kweli inapatikana kwa nini? Kwa wewe kumjua Mungu. Unavyozidi kukua katika Mungu, ndivyo ambavyo hekima ya Mungu inaongezeka ndani yako. Sio Yesu tu, hata Yohana Mbatizaji tunajua alikaa nyikani. Kule nyikani alikuwa akikua. Kitabu cha Luka ile ni sura ya kwanza mstari wa 80. Biblia inasema hivi: yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu za rohoni, akakaa majangwani hata siku yake ya kutoka kwake kwa Israeli. Yohana alikaa majangwani, lakini Biblia inasema kwamba aliongezeka nguvu za rohoni. Manake alikuwa kiroho. Kwa kadri tunavyozidi kukua kiroho, ndivyo ambavyo nguvu zetu za rohoni zinafanya nini? Zinaongezeka. Kwa kadri ambavyo tunazidi kuwa dhaifu kiroho, ndivyo ambavyo nguvu zetu za rohoni zinapungua. Ninakuombea Mungu akupe neema ya kukua. Lakini sasa una wajibu wa kufanya. Una mambo ya kuyafanya. Sasa nataka nikufundishe ni vitu gani ukivifanya vitakusaidia kukua kiroho. Jambo la kwanza ni kulisoma neno la Mungu, kulitafakari na kuliishi. Kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenza rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Biblia inasema neno la Mungu likae kwa wingi ndani ya mioyo yetu. Neno la Mungu haliwezi kukaa kwa wingi ndani ya mioyo yetu kama hatulisomi. Ukishaokoka, umezaliwa kwa roho na kwa neno. Baada ya kuzaliwa kwa roho na kwa neno, una wajibu wa kwenda kukaa na kulitafuta neno la Mungu. Unaponunua kifaa chochote cha kielektroniki, TV, friji, sijui siku hizi, zamani walikuwa wanatupaga kitabu tunaita manual book. As long as umeokoka, Biblia ni blueprint yako, ni manual book ambayo Mungu anakupa kama mtoto wake mpya, ili wewe sasa uweze kujua mule kuna maelekezo yote ya wewe yanayopaswa kuyafanya ili uweze kumuona huyo Mungu, lakini pia uweze kuishi maisha bora ukiwa hapa duniani. Unahitaji kumjua Mungu. Na Biblia inasema neno la Mungu lazima likae kwa wingi ndani ya moyo wako. Sasa linakaaje ndani ya moyo wako? Lazima usome. Soma neno la Mungu. Usishie tu kusoma, tafakari neno la Mungu. Litafakari. Hakikisha unalitafakari. Unakuwa mtu wa kutafakari, na Biblia inasema utafakari mchana na usiku. Zaburi sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Anasema, ili mtu yule asiyekwenda katika shauri wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Mungu ndiyo impendezayo, na sheria yako itafakari mchana na usiku. Sasa tutasema naye atakuwa kama mtu uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila litendalo litafanikiwa. Kwa hiyo niko hapa kukutia moyo. Chukua hatua ya kwanza, kusoma neno la Mungu. Unavyoendelea kusoma neno la Mungu, ndivyo ambavyo unakuwa kama Mungu. Ndivyo ambavyo unamfahamu Mungu. Ndivyo ambavyo utaanza kutembea katika ule uungu, asili mpya unaipokea. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu, moja ya kitu linachokifanya, neno la Mungu linakuja kukuongoza. Zaburi ya 119 mstari wa 105. Zaburi ya 119 mstari wa 105. Neno la Mungu linasema hivi: neno lako ni taa ya miguu yangu na ni mwanga wa njia yangu. Kumbe neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na ni mwanga wa njia zetu. Tunalihitaji neno la Mungu sana kwenye maisha yetu kama taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu, ili lituongoze. Nitakwambia usipite huku. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema ipo njia inayoonekana ni sawa machoni kwa mtu, lakini ni njia inayoenda upotevuni. Utakavoenda sawa na neno la Mungu, utakavotembea sawa na makusudi ya Mungu, utakavotembea kwenye mapenzi ya Mungu utayapata kwenye neno la Mungu.
Kuwa mtu wa neno la Mungu. Soma neno, tafakari neno, soma neno, tafakari neno, soma neno, tafakari neno. Utaona ukipiga hatua kutoka imani hata imani, kutoka neema hata neema, kutoka utukufu hata utukufu, na utaona kabisa maisha yako ya kiroho yakiwa yanafanya nini? Yanasaidika. Sio tu kusoma na kutafakari, hata kusikiliza. Yaani unachokifanya hapa kwa kunisikiliza, automatically unajitengenezea kukua kiroho. Usikae ukasikiliza tu mambo mengine. Sikiliza na neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu moja ya kitu cha muhimu ili mtu aweze kukua, binadamu anahitaji chakula, na roho yako ili iweze kukua inahitaji chakula, na chakula cha roho yako ni neno la Mungu. Yesu alijibu kwenye Mathayo, ile ni sura ya 4, ule ni mstari wa 4. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Aha, kumbe ili binadamu aweze kukua anahitaji chakula. Hivyo hivyo roho yako ili iweze kukua inahitaji chakula, na chakula cha roho yako ni nini? Ni neno la Mungu. Kuwa mtu wa neno. Soma neno, tafakari neno, liishi neno, tembea katika neno. Utayaona maisha yako yakitoka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Utaona ukikua na kuongezeka. Utaona hali yako ya kiroho ikiongezeka. Utaona ukiongezeka katika nguvu za rohoni kama ilivyokuwa kwa Yohana Mbatizaji. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia neno la Mungu ndio linatusaidia sisi kumpendeza Mungu. Kitabu cha Zaburi hiyo 119 mstari wa 11, neno la Mungu linasema hivi: moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Mstari wa 9 anasema, jinsi gani kijana isafishe njia yake, anasema ni kwa kutii akilifuata neno lako. Unataka kumpendeza Mungu? Unataka siku moja umuone Mungu? Hebu kuwa mtu wa kusoma neno, kuwa mtu wa kusikiza neno, kuwa mtu wa kutafakari neno. Kwa kadiri unavyozidi kusikiza neno, ndivyo ambavyo Mungu analitumia neno lake kukusafisha. Unapokuwa hujaokoka unakuwa una impurities, unakuwa una vitu na vitabia, una vitu mbalimbali ambavyo havimpendezi Mungu. Kwa kadiri unavyodumu katika neno la Mungu na unavyojifunza neno la Mungu, vile vitu vinaondoka. Vile vitu vinaondoka na Mungu anayasaidia maisha yako. Unatoka hatua moja unaenda hatua nyingine katika jina la Yesu. Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 17, neno la Mungu linasema hivi: uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Anasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kumbe Mungu analitumia neno lake ili kututakasa. Mungu analitumia neno lake ili kutusafisha. Mungu analitumia neno lake ili kututengeneza. Mungu analitumia neno lake ili kutufanya sisi tuwe watu bora. Haijaishia hapo. Kwenye kitabu cha Efeso sura ya 5 mstari wa 26 anasema, ili makusudi Mungu alitakase kanisa lake na kulisafisha kwa maji katika neno. Mungu analitumia neno lake kusafisha kanisa lake, ambalo kanisa ni mimi pamoja na wewe. Kwa kadiri unavyodumu katika neno, ndivyo unavyozidi kusafishwa. Unavyozidi kusafishwa, ndivyo ambavyo unashangaa umekuwa kiroho, umetoka kiwango kimoja uende kiwango kingine. Mstari 26 anasema, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Mstari 27 anasema, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote katika hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Mstari 28 anasema hivyo hivyo. Mstari 27 ni wa mwisho. Kwa hiyo nikutie moyo kwamba unalihitaji neno la Mungu ili ukue kiroho. Jambo la pili, sio tu kulisoma, unahitaji pia kuliishi. Some tu neno la Mungu. Ishi neno la Mungu. Yakobo 1:22 anasema hivi: lakini weni watendaji wa neno, wala si wasikiaji, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa kadiri unavyosikiliza neno la Mungu, unavyolitenda neno la Mungu, ndivyo ambavyo utajikuta unapiga hatua, unatoka hatua moja unaenda hatua nyingine. Jambo la pili ni kuishi maisha ya maombi mara kwa mara. Unataka kukua kiroho, maana yake unataka kuimarisha mahusiano yako na Mungu.
mahusiano yote yanaimarishwa kwa njia ya mawasiliano. Kama mahusiano yanaimarishwa kwa njia ya mawasiliano, mtandao pekee ambao Mungu ametupa kuwasiliana naye ni kwa njia ya maombi. Kuwa mtu wa maombi. Yesu alimaintain mahusiano na Baba yake kupitia kuomba. Wanafunzi walimaintain mahusiano yao na Mungu kupitia kuomba. Hakikisha unakuwa mtu wa ibada. Hakikisha unakuwa mtu wa kuomba. Kwa sababu Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka sura ya 18, ule ni mstari wa kwanza. Anasema akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Usifanye maombi kama kitu cha emergency, kwamba unaomba kwa sababu kuna kitu fulani hakipo sawa. Mambo yako yakiwa sawa uombi. Kwamba unaomba kwa sababu kuna mambo fulani yanakusumbua. Mambo yako yote yakiwa sawa, maombi sio muhimu. Lazima utoke kwenye kuyafahamu maombi kama ikiwa ni sehemu ya kupeleka mahitaji yako kwa Mungu, lakini utoke kwenye hatua hiyo uingie kwenye hatua ya kwamba maombi ni sehemu ya wewe kuimarisha mahusiano yako na Mungu. Utakapofikia hatua ya namna hiyo, hapo utashangaa unakuwa kiroho, utashangaa unaongezeka, utashangaa unakuwa kwenye huo wokovu ulionao. Sasa watu wengine wanasemaga mimi sijui kuomba. Hapana, njia rahisi ya kujifunza kuomba ni kwanza kuomba. Kama unaweza kuzungumza basi unaweza kuomba. Pamoja na hayo, unaweza ukajifunza unaposikiliza neno la Mungu, unavokaa na watu wanaoomba, automatically unajikuta na wewe umejifunza kuomba. Biblia inatuelekeza kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17 anasema ombeni bila kukoma. Kumbe maombi hayatakiwi kuwa kwa sababu ya mazingira fulani. Tunatakiwa tuombe mambo yakiwa mazuri, tuombe mambo yakiwa mabaya. Tuombe tukiwa tuna mambo yanatusumbua, tuombe tukiwa kila mambo yako sawa. Tuombe ikiwa kuna vitu vinaonekana vinatesa, tuone mambo yote yakiwa yanaonekana yako sawa. Tuombe wakati ambapo tuna uhitaji na tuombe tukiwa hatuna uhitaji. Kwa nini? Kwa sababu tunatoka kwenye ile hatua ya kuyafanya maombi kama sehemu ya sisi kupeleka mahitaji kwa Mungu. Tunaingia kwenye sehemu ya kuyafanya maombi kama sehemu ya sisi kuimarisha ushirika wetu na Mungu. Biblia inasema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi siku zote. Kumbe tunahitaji ushirika na Mungu. Tunahitaji ushirika na Roho Mtakatifu. Tunaupataje huo ushirika? Kwa continuous communication. Kwa kadri tunavyozidi kuzungumza na Mungu, mahusiano yote yanajengwa kwa njia ya mawasiliano. Jina la Bwana libarikiwe. Ukirudi nyuma kwenye vipindi vya nyuma, nafikiri nimewahi kufundisha kidogo kuhusu maombi, na ni msisitizo wangu sana. Hakuna namna tunaweza tukakua kiroho kama sio watu wa maombi. Ukristo, moja ya msingi sana kwenye maombi, kwenye Ukristo ni kuomba. Hakikisha unakuwa mtu wa maombi. Jambo la 3, shiriki ibada na ushirika pamoja na watakatifu wengine. Sasa hii ni changamoto siku hizi. Kuna watu ambao haabudu popote, anasali online. Sio vibaya kujifunza online, lakini tafuta kanisa la pamoja, sehemu ambayo itakuwa ni local church yako. Hapo ni mahali patakusaidia kukua kiroho. Hapo ni mahali ambapo na wewe utashare vipawa vyako. Hapo ni mahali ambapo na wewe utachungwa roho yako. Hapo ni mahali ambapo utasimamiwa na utakuwa kwa ukaribu. Kama unasoma chuo, najua mimi nasikilizwa sana na wanavyuo. Unasoma chuo, tafuta fellowship. Usiishi bila kusali. Kusali sio kwa sababu ni ratiba imetengenezwa. Kusali, kuwa na fellowship ni agizo la Mungu. Ameagiza kwamba msiache kukusanyika. Kanisa la kwanza lilifanya hivyo, na sisi tuna wajibu wa kufanya hivyo. Kama unataka kukua kiroho, hakikisha umejiunganisha na sehemu ya ibada sahihi ambapo utakuwa unakuwa kiroho. Ni vizuri kusikiliza mafundisho kwa njia ya mtandao, lakini haitoshi wala sio mbadala wa wewe kuwa na sehemu ya kuabudu. Kitabu cha Waebrania
Waebrania sura ya 10 ule ni mstari wa 24. Neno la Mungu linasema hivi: tuangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri. Mstari 25 nasema, wala tusiache kukusanyika kwa pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri tuonavyo siku ile kuwa inakaribia. Kuna siku inakaribia, siku ya Yesu kuja kulichukua kanisa lake. Tunavyozidi kuona mambo yanakaribia, basi tudumu katika ushirika. Usikae. Mimi nimejengwa na nimelelewa sana kwenye fellowship, sekondari, chuo, naelewa umuhimu wa fellowship. Ukitaka kuona mtu amekaribia kufa kiroho, utasikia mimi nimeenda pale, naona tu kama wote wanawasali, wengine naona tu kama wanamtania Mungu, kwa hiyo nimeamua mimi nitakuwa nasali peke yangu. Kuomba peke yako ni vizuri, lakini sio mbadala wewe kuwa na fellowship. Kusali peke yako ni vizuri, lakini sio mbadala wewe kuwa na fellowship. Hakikisha una watu ambao kwa pamoja mnakaa, mnajifunza neno la Mungu na mnamfanyia Mungu ibada kwa pamoja. Itakusaidia kukua kiroho. Kama inawezekana, usiwe Mkristo wa Jumapili mpaka Jumapili. Angalia kama kuna kikundi cha maombi, kama kuna Bible study, nenda kashiriki. Utaona maisha yako ya kiroho yakiwa na matunda. Utaona ukikua. Yaani kama vile ambavyo mtoto ukiwa tu unamlisha chakula, naelewa hiki chakula ni cha muhimu, lakini unamlisha mlo kamili, atakuwa hivyo hivyo. Kuna mambo ukianza tu kuyafanya utajishangaa tu unakuwa. Ukianza tu kusoma neno, unatafakari neno, ukaanza tu kuwa mtu wa maombi, ukaanza tu kuhakikisha kwamba unaenda fellowship mara kwa mara, utashangaa unakuwa kiroho. Utashangaa maisha yako yanasogea mbele. Utashangaa unatoka ulipokuwa umekwama unaenda hatua nyingine. Kwa hiyo niko hapa kukutia moyo na kukushauri ya kwamba hakuna mbadala ya wewe kumfanyia Mungu ibada. Hakuna mbadala wa wewe kushirikiana na watakatifu wengine. Nenda kwenye fellowship. Hii itakusaidia na itakujenga sana katika jina la Yesu. Jambo la 4, ambatana na watu ambao wanampenda Mungu na ambao wako kwenye plani ya kukua. Wazungu wanasema show me your friend, I will tell you where you are going. Sasa wewe umeokoka, umeambatana na watu waovu, hawezi kukua, utarudi nyuma. Kwa sababu tunasema associations brings assimilation. There is no neutralization in friendship. Kwamba mimi japo nimeokoka, yeye hajaokoka, atabaki na tabia zake, mimi nitabaki na tabia zangu, lakini tutakuwa tunashinda pamoja. Hapana, Biblia imetuonya, imetukataza. Wakorintho wa kwanza 15:33, do not deceive, bad company corrupt good morals. Msidanganyike, marafiki wabaya huharibu tabia njema. Kwa hiyo kaa na watu ambao mkikaa mkizungumza watasema neno la Mungu, utashangaa na wewe neno la Mungu ile umelishika kwa sababu umemsikia rafiki yako akilizungumza. Ni hatari sana watu wanaokoka wanaona aibu kuambia watu wengine kwamba mimi nimeokoka. Kwa hiyo watu yuko mbele yako, mtu anaweza kusema chochote mbele yako. It is very bad. Mimi binafsi, watu wote wanaonijua ambao ni marafiki zangu hawezi kusema kila kitu mbele yangu. Kuna mambo kama yeye ni mjinga, anajua hiki kitu siwezi kuongea mbele ya Cassian. Why? Anajua I'm a man of God. Kwa hiyo usione aibu kuambia watu kwamba umeokoka. Ukiokoka sio jambo baya. Yaani ni ajabu usipokuwa umeokoka. Lakini ukiokoka, tembea kifua mbele, head up. Kwa sababu umefanya maamuzi bora zaidi duniani. Biblia inasema, sionee haya Injili maana ni uwezo wa Mungu letao wokovu kwa kila aminie. Sasa usiogope, usijisikie vibaya, usiwaonee watu haya kuwaambia, no, tell them. Kwa sababu ndio ukweli wenyewe. You are a son of God. You are born of God. You are born of the Spirit. Ndio ukweli wenyewe. Kwa kadiri ambavyo unakaa na watu ambao wanamjua Mungu, ndivyo ambavyo unazidi kuathirika kwa namna ambayo ni positive kutoka kwao. Tunafahamu kuna watu walikaaga na Bwana Yesu
kupitia tu kukaa na Bwana Yesu walipata mabadiliko ambayo yalikuwa ni mabadiliko ambayo ni chanya. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 13 neno la Mungu linasema hivi: basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Walivyoiona confidence ya Petro na Yohana, wakagundua watu hawana elimu wala hawana maarifa, lakini wakagundua watu walikuwaga pamoja na Yesu. Maanake Yesu aliwaathiri. Ile confidence ambayo wanaiona, walijua hii confidence tulishia kuiona kwa Yesu. Kwa bila shaka hawa ni wanafunzi wa Yesu, kwa sababu hii confidence ilishatokea na ilishaonekana kwa Yesu. Sasa watu wanaokuzunguka ni watu ambao wanakusaidia wewe kumsogelea Mungu, au ni watu ambao wanakusaidia wewe kukaa mbali na Mungu? Mtu yoyote ambaye akusaidii wewe kukua kiroho hafai kuwa karibu yako. Love is must, but association is by choice. Upendo ni lazima, unampenda yoyote, aliyeamini, asiyeamini. Lakini kumfanya mtu kuwa rafiki yako, hakikisha una malengo kwamba huyu mtu ananisaidia, natoka hatua moja naenda hatua nyingine. Kwa nini? Kwa sababu hautaki kurudi nyuma. Karabashatarabasata. Unahitaji kupiga hatua kwenda mbele. Nimekwambia ukuaji ni jambo ambalo unatakiwa ulitarajie. Ukuaji ni jambo ambalo Mungu analitamani. Kuliko mimi na wewe tunavyotamani kukua, Mungu anatamani kukua na wewe unakuwa, kwa sababu unavyozidi kukua ndivyo ambavyo unakuwa unajiweka kwenye nafasi nzuri zaidi ya kumzalia Mungu matunda. Ukisoma kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Luka Mtakatifu sura 24, utakutana na Yesu alipofufuka, alitembea na watu fulani, wanafunzi wa Emau. Alipotembea na wale wanafunzi wa Emau, maandiko yanasema ya kwamba katika kutembea nao wale watu waliona mioyo yao inawaka moto. Kumbe kuna watu wa Mungu ukiambatana nao, kwa kadri ambavyo mnazidi kuzungumza, kadri ambavyo mnazidi kujengana, unashangaa unapata moto wa Mungu, unapata kiu ya kumpenda Mungu zaidi, unapata shauku ya kumtumikia Mungu zaidi, unapata sababu za kuendelea kuwa karibu na Mungu. Lakini kuna watu ukiambatana nao wanaua moto wa Mungu ndani yako, wanakusababisha usipige hatua, wanakusababisha maisha yako yasisogee mbele, yanakusababisha kiroho chako kibaki pale pale kilipokuwa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Jambo la mwisho kwa leo, sio kwa umuhimu, ni kutumika na kuhudumu pamoja na wengine. Kwa kadiri ambavyo unazidi kukua, endelea kushare na wengine kuhusu habari njema za Yesu. Endelea kuwasaidia wengine kukua. Unawahitaji watu ili uweze kupiga hatua mbele. Unahitaji kuwa na watu ambao wanakupushi, wanakusogeza mbele. Ukiwa na watu nyuma yako ambao na wewe unawasaidia kumjua Mungu, automatically utakuwa, automatically utaongezeka, automatically utakuwa una bidii. Kwa hiyo nenda kamtumikie Mungu kwenye hiyo kanisa, kwenye hiyo fellowship. Hakikisha kwamba umejiweka kwenye mazingira ambayo unamtumikia Mungu. Na vikundi, siku na nini, nenda kamtumikie Mungu. Kwa kadiri unavyotumika, ndivyo ambavyo unazidi kukua na kuongezeka. Biblia inasemaje? Luka Mtakatifu sura ya 10, ule ni mstari wa 2. Biblia inasema hivi: akawaambia, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Maana yake Mungu anajaribu kusema mavuno ni mengi, watendakazi wachache. Kwa hiyo siku moja, siku mbili, hayo mambo mawili unayojua kuhusu Mungu, share na wengine. Kwa kadri ambavyo unazidi kufanya kwa namna hiyo, hapo ndivyo ambavyo unajipa nafasi ya wewe kukua. Hii tunajifunza hata kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 4. Yule mwanamke Msamaria pale kisimani, alipojua tu kwamba yule ni Yesu, aliacha kila kitu, alitoka, alienda kuambia watu wengine, njooni mumuone ambaye amefanya nini? Ameniambia mambo yangu. Maanake yule mama alienda kuhubiri siku hiyo hiyo ya kwanza. Lakini wewe unataka kukua kiroho, umekaa, hata rafiki yako hajui kama umeokoka, hata mtu wa jirani hajui kama umeokoka, hutaki hata kumwambia kwamba you are born again. Usionee haya Injili, maana ni uwezo wa Mungu uleta wokovu. Hakuna mtu ambaye Mungu amemuumba ni untalented kwenye ufalme. Kila mmoja ana kitu cha kufanya. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Matendo, kwenye kitabu cha Mathayo ile sura 25,
Yesu alipotoa ule mfano wa watu wenye talanta, hakukuwa na hata mtu mmoja ambaye aliachwa bila talanta, ila kila mmoja alipewa talanta kulingana na nini? Na uwezo. Kwa hiyo inawezekana wewe una talanta moja, Mungu anategemea hiyo moja uzalishe moja nyingine. Inawezekana wewe una 3, Mungu anataka kwenye hizo 3 zipatikane 3 zingine. Inawezekana wewe una 5, Mungu anataka kutoka kwenye hizo 5 zipatikane 5 zingine. Nenda kafanye kazi ya kuwasaidia watu wengine kumjua Mungu. Kwa kadiri ambavyo na unawafundisha wengine na unawasaidia watu wengine kwa kumtumikia Mungu, automatically utajishangaa na wewe unakuwa na kuongezea, kwa sababu watu hao wataanza kukutegemea. Watu hao wanapoanza kukutegemea, maana yake wewe bidii yako itabidi iwe kubwa zaidi. Mwalimu yoyote, wanasema a good story leader is a good story writer. Mtu yoyote ambaye ni mwalimu mzuri ni mwanafunzi mzuri. Kwa kadiri ambavyo unazidi kuwa mwalimu wa wengine, ndivyo ambavyo unabidi uwe mwanafunzi sana wa wengine, kwa sababu unajua kabisa kwamba hawa watu wasije wakaniletea hiki kitu afu nikakutana nacho, sina uelewa nacho, sina maarifa nacho. Nenda fikiria na kusudia kukua kiroho. Mungu anataka kukuona ukikua. Anasema, na nyie watoto wadogo, yatamanini maziwa ya akili yasiyogushiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Mungu anataka kukuona ukikua, na ninakuombea katika jina la Yesu, kupitia mafundisho haya na mafundisho mengine, hakikisha unakuwa na neema ya Mungu pamoja nawe kusaidia kukua na kuongezeka. Biblia kwenye kitabu cha Warumi ile sura ya 10 ule mstari wa 9 na wa 10, neno la Mungu linasema hivi: kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Mstari wa 10 anasema, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Inawezekana umenisikia mahali hapa naongelea kukua. Hauwezi kukua kama huyo Yesu hayuko moyoni mwako, sio Bwana na sio mwokozi wa maisha yako. Unahitaji kumpa Yesu maisha yako. Ni maamuzi bora, ni maamuzi mazuri. Au ulishaokoka alafu kaudi nyuma, unatamani kutengeneza, ifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, asante kwa kunipenda, asante kwa kuniokoa, asante kwa kufa msalabani kwa ajili yangu. Ninakuamini kwa moyo wangu na ninakukiri kwa kinywa changu kama Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Ninaomba unisaidie, unipe mwanzo mpya. Nimekupokea wewe moyoni mwangu, uwe Bwana na uwe mwokozi wa maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana Yesu, ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Wewe uwe baba yangu na mimi niwe mwana wako, katika jina la Yesu Kristo. Nimepokea neema, nimepokea ushindi, nimempokea Roho Mtakatifu. Amen.